kwa kila jambo. In whatsoever ye do, fanya kwa moyo. Do it heartily. Fanya kwa moyo. Do it heartily. Kwa nini nafanya kwa moyo? Why? Nafanya kwa sababu moyo wangu umejaa shukrani. Because my heart is full of gratitude. Nafanya kwa sababu moyo wangu umejaa shukrani. Because my heart is full of gratitude. Mtu ambaye moyo wake umejaa shukrani, a person that is full of gratitude, ataifua nguo yake kwa umakini. Will cleanse his clothes. Maana anamshukuru Mungu na hiyo nguo yake. Because he thank God with that cloth. Aliyejaa shukrani atauogesha mwili wake vizuri, maana amejaa shukrani. Lakini kama anaona pua lake ni baya, kama anaona mkono wake mrefu kuliko inavyotakiwa, au mkono wake ni mfupi kuliko inavyotakiwa, au kananepeana kupitiliza, kwa hiyo hajipendi, sasa unafikiri atakuwa anautendea mema mwili wake? Hatafanya kwa moyo chochote kile, hatafanya kwa moyo. Na watu wa namna hii ni kwambie, wanakufa mapema. Watu wa hivi ni kwambie, hawafanikiwi popote. Mtembelee mahali yeye ameamua kuwa mamalishe au kuwa babalishe, vikombe vyake ni vichafu, vingine vimebomoka bomoka, yeye mwenyewe amevaa ovyo ovyo, hata hajapiga mswaki. Wateja hawatakuja kwa sababu hafanyi kwa moyo. Na kwa nini hafanyi kwa moyo? Moyoni hana shukrani. Hana shukrani. Anakamua maziwa ya ng'ombe wake, huku moyoni anawaza mambo ya ajabu ajabu, ya uchungu. Yule ng'ombe atafanya hivi, maziwa yatamwagika. Huwezi ukafanikiwa wakati umejaa moyo usio na shukrani. Mwenye masikio na aelewe. Anza kuwa ni mtu unayefanya mambo kwa moyo, lakini kufanya jambo kwa moyo huwezi kama huna shukrani. Hebu angalia mtu anaenda shuleni kwa sababu amelazimishwa. Ataenda kusoma vizuri? Kila saa ngoja hivyo anamaliza saa ngapi? Kwa hiyo hajifunzi. Wanapewa mazoezi hapo, hafanyi inavyotakiwa kwa sababu yuko hapo shuleni kalazimishwa. Lakini mtu mwenye moyo wa shukrani anasema, namshukuru Mungu, nilikuwa naitafuta hii nafasi. Kwa hiyo anasoma kwa moyo. Akipewa kazi ya kuandika, anaandika vizuri. Kwa hiyo anafaulu. Mwisho wa siku hata ajira atapata. Ajira zipo, zinakuwa hazipo kwa wale ambao wanapofanyiwa interview wanaonekana hawakuelewa vyeti vyao vizuri, lakini ni kama waliiba mitihani, kwa sababu wanaonekana hawaelewi. Hivyo naelewa ninachosema? Unga mkono. Anza kuwa ni mtu unayefanya mambo kwa moyo. Ili ufanye mambo kwa moyo, lazima uyapende hayo unayoyafanya. Na hauwezi wakipenda unachokifanya bila kuwa na moyo wa shukrani. Huwezi kumpenda mme wako ukamfanyia yote yanayotakiwa kama huna moyo wa shukrani. Huwezi kumpenda mke wako ukamfanyia yote yanayotakiwa kama huna moyo wa shukrani.